Karibu sana. Habari za muda huu? Wanafunzi mambo vipi? Mbona kama mmepoa hivi? Si nimeona muda fulani mmeenda kula jamani. Okay, mimi kwa jina naitwa Gilbert Philbert. Natokea kampuni la iCare Technology. Sisi ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya electronics. Wenzetu waliotoka hapa walikuwa wanazungumzia teknolojia, si ndivyo? Teknolojia inatokea kwetu sisi. Sasa kwenye debate ambayo imetoka muda si mrefu, mimi nitakaa katikati. Sina upande, ila ni 50 kwa 50. Teknolojia ina faida nyingi sana katika jamii yetu, lakini pia teknolojia ina hasara nyingi katika jamii ambayo tunaishi hapa. Sitataka kutumia muda mrefu sana kwa sababu najua watu umechoka, lakini pia majukumu mengine yanaendelea. Neno langu ambalo nilitaka kuongea na wanafunzi ambao wapo hapa Ivume Sekondari. Mimi huwa nina msemo mmoja katika maisha yangu. Ukipata nafasi ya kufanya au ukipata nafasi ya kuonyesha kile ambacho upo nacho, basi onyesha. Mwanzoni walitolea mfano kwamba kuna dancer kutoka hapa ambaye anafanya kazi na Enjo Nyigu, si ndivyo? Anaweza kusimama? Yule naweza kumtolea mfano kwa nini mpaka Enjo Nyigu ameona kile ambacho amekifanya. Amejaribu kufanya kitu ambacho yupo nacho, lakini pia ameonyesha kile ambacho ni kipaji chake. Kuna watu wengi wamefanikiwa, unaweza kukaa. Kuna watu wengi wamefanikiwa kupitia kuonyesha kile ambacho wapo nacho. Haijalishi umesoma, haijalishi una elimu, haijalishi una kitu gani. Kupitia kuonyesha kile ulicho nacho, kinakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na unafanikiwa katika maisha yako. Naweza kutolea mfano. Kuna watu wengi wamefanikiwa kwenye maisha yao na kuwa mabilionea kwa sasa wakiwa na umri mdogo sana. Kuna watu sasa hivi wanatengeneza hela nyingi sana kule duniani kupitia kuonyesha kile walicho nacho. Nadhani hapa shuleni mlikuwa mnafuatilia kombe la dunia ambalo limeisha siku kadhaa zilizopita. Mlikuwa mnafuatilia? Mnaweza kumuona kijana mdogo anaitwa sawa, kumbe mnamjua. Ana miaka 19 yule kijana. Yule kijana anatengeneza hela kubwa sana kupitia kipaji chake. Amejaribu kuonyesha kile alicho nacho. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ukipata nafasi ya kuonyesha, onyesha. Vijana wametema cheche hapa mbele kwenye debate, vijana wanaongea Kiingereza mpaka mimi mwenyewe nimeshangaa. Wameonyesha tayari, wameenda duniani kwa sababu kuna media zinapostiwa, kuna vitu vinapostiwa mtandaoni. Kupitia hiyo kuna mtu anaweza kukuona hii leo akakuita sehemu. Tayari umeonyesha kile ambacho ulicho nacho na umefanikiwa. Nimezungumzia kuhusu teknolojia kwamba imeleta hasara kubwa sana, lakini pia teknolojia ina faida. Hii leo tunasoma masomo mbalimbali. Sijajua kama mnasoma kompyuta hapa shuleni. Mnasoma Basi sawa. Kupitia kusoma kompyuta mnajifunza vitu mbalimbali ambavyo vinakuja kuwasaidia baadaye. Soko la ajira kule mtaani sio siri, ni gumu. Lakini pia ukiwa na kitu ambacho ni mbadala, unajua kutumia kompyuta, unajua kufanya vitu ABC, vitakusaidia wewe kufika sehemu fulani na kufanikiwa. Sisi tunauza kompyuta, tunauza laptop, tunauza na vifaa vyake, ambavyo hivi kupitia teknolojia tunarahisisha kazi. Mara hii tulikuwa zamani sisi ambao ni wazee wa kipindi hicho, walimu walikuwa wanaandika mitihani ubaoni, anachukua chaki anaandika, mnaandika kwenye karatasi, mnakusanya, wanasahihisha. Lakini sasa hivi mitihani ambayo tunaifanya inachapa kwenye karatasi. Mwalimu leo anachapa karatasi moja tu kwenye peji moja kwenye PC, anatoa zaidi ya karatasi 20,000 ambazo zinawaenea wanafunzi wote. Msaada ni nini? Ni msaada kutoka kwenye kompyuta. Kwa hiyo ukiwa na laptop, ukiwa na kompyuta, ukiwa na printer, bado unafanya kazi zako bila shida yoyote. Kwa hiyo kompyuta na teknolojia kwa ujumla ina faida kubwa sana. Hii leo kuna artificial intelligence ambayo ni AI au akili mnemba wengi wanavyosema. Ina changamoto zake lakini pia ina faida zake. Hii leo unaweza kutaka kujua kitu fulani, kuna somo ambalo limekutatiza, sio kwa ubaya kumuuliza AI. Usimuulize kwa ubaya kwa sababu wengi tunafeli kitu kimoja. Mtu ameuliza kitu kwenye AI, anataka akikopi vile vile kilivyo, akipaste bila kuchanganya akili yake. AI ikusaidie kupata points ambazo zitakusaidia wewe
unazielezea kwa akili yako. Leo umemuuliza kitu fulani kilitokea mwaka fulani, kilikuwa hivi na hivi na hivi, AI amekuanalyzia pale, basi ongeza maneno yako, unatengeneza kitu bora. Ukitoka hapo unakuwa mtu mkubwa katika jamii. Leo tuko hapa Ivumwe Sekondari, tunajaribu kutengeneza vijana ambao watakuwa vijana wa taifa la kesho. Sasa hivi taifa la kesho linategemea nyie ambao mpo hapa. Tutategemea tupate viongozi, tutategemea tupate watu wa IT kutokea humu, tutategemea tupate matajiri, mabilionea kutokea kwenu. Kwa hiyo mwisho wa yote tuendelee kupiga kazi, tuendelee kusoma kwa juhudi ya juu kabisa, tusome kwa kuwa na bidii ili tuweze kufanya vizuri. Sisi IKEA Technology tunapatikana mikoa 5 hapa Tanzania, ambapo main branch au headquarters zetu zipo mjini Dar es Salaam, lakini ukiwa Mbeya tupo pale Kabwe stand, duka likubwa tu limeandikwa IKEA Technology, utaona bango limeandikwa IKEA Technology. Ukifika pale utapata huduma mbalimbali. Hapo nazungumzia ushauri kama unataka kujua kuhusu masuala ya kompyuta na teknolojia, kama unataka kujua kupata elimu, lakini pia ili ni wito kwa walimu pia, kama inawezekana darasa labda form 5 na form 6, basi mnakuja study tour pale dukani kwetu, tunawafundisha namna ya vifaa vinavyofanya kazi, mnaziona zile kompyuta zenyewe zinavyofanya kazi, mkitoka hapo mnakuwa MIT bora. Lakini pia kwa wewe ambaye utakuwa Arusha pia tuna duka letu, tupo pale Jogoo House, tumetazamana na Jogoo House stand ya Arusha kwa wanaotokea Arusha. Lakini kwa wewe ambao unatokea Mwanza kanda ya Ziwa, duka letu lipo mtaa wa Karuta, tumetazamana na Holland Hotel. Kwa wewe ambaye unatokea Dodoma, makao makuu ya nchi, duka letu limetazamana na Dodoma City Hotel karibu na TRA. Nikirudia, wale wanaotokea Dar, tupo Kariakoo, Uhuru na Nyamwezi Street, tumetazamana na Toto Petrol Station. Lakini kwa wewe mwenyeji wa Mbeya, basi tupo pale pale stendi ya Kabwe, duka letu kubwa tu tutaliona pale. Karibuni sana IKEA Technology, niwatakie masomo mema. Ni Mtweve. Naomba kijana mmoja mpe CEO wako zawadi ya